kufuta machozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mmenikasirikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Au ndio nimewarudisha mkao mnawaza yale matatizo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunataka familia zetu zipone kwa jina la Yesu. Watoto wetu wapone kwa jina la Yesu. Na sisi tufurahi kama watu wengine kwa jina la Yesu. Tumechoka kuomba lifti tupatie magari ya watoto wetu kwa jina la Yesu. Mama aliteseka, baba akateseka. Somesha mtoto kwa shida. Kopa mikopo benki, mpaka wengine wameuziwa na nyumba, wengine wameuziwa na mashamba. Kopa, mtu akawa na historia mbaya kabisa ya kukopa, anasomesha watoto. Baada ya kumaliza kusomesha watoto, akaingia kwenye stage ya majuto, anasema, hivi kwa nini nilihangaika na mtoto? Si ningefungua tu hata biashara, si ningeenda kulima hata shamba nijue nimekosa, si ningefuga hata mbuzi angezaa. Nimechukua hela nikaitupa, nimekuwa maskini kwa ajili ya huyu mtoto, lakini hakuna matokeo. Lawama hizo na kilio hicho hakitakusaidia usipojua namna kutoka hapo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wamekutana na makatazo hayo na yanawatesa. Ule mstari wa 30 asema, Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Unajua siku zake zote ni zipi? Siku za mtu zote sio siku ile anayokufa. Siku za watu utaisha duniani. Hizo ndio siku za mtu. Hebu fikiria sasa. Babu ndio aliandikiwa hukumu hii. Alafu baba akaishi ndani ya hukumu hiyo. Alafu mtoto akaishi ndani ya hukumu hiyo. Wewe ni mjukuu. Maisha kama yalivyokuwa kwa mababu ndivyo alivyo mpaka leo. Nyumbani mtu akifika ni aibu. Hautaki atakupeleka mtu nyumbani, ni aibu. Lakini ni kweli umeshindwa kupata talaki mbili kutengeneza makochi ambayo ni simple kabisa. Hapana. Kuna shida ipo kiroho. Na hii shida iliyopo kiroho haishughulikiwi na werevu au ujanja ulionao au maneno mengi. Inatakiwa ujue kanuni ya kubatilisha hicho na kukiondoa ili mambo mapya yaanze kupitia kwako. Wale waliopita walishindwa, lakini wewe ukaanza ukurasa mpya katika Kristo Yesu. Maana wao ndio waliyemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wao hawakumkiri ila wao ulikiri. Kwa hiyo wewe unaweza kuleta mabadiliko kwenye mji. Na sijui nyinyi wakina mama labda umeolewa kwenye ule mji, sijui kwa nini. Labda Mungu amekupeleka pale kwa kazi maalum. Wala usikae pale ukaanza kulialia ukisema mimi tangu nilivoolewa napata magumu. Inawezekana ndio msalaba Yesu alikupa ili ulete mabadiliko pale. Amen. Utasikia fahari namna gani kule mbinguni utakapofika, alafu Yesu anakukumbatia na kuambia, hongera mwanangu, pole kwa kazi ngumu uliyofanya. Kwenye ule mtu uliteseka sana, lakini nilikupeleka makusudi, maana kulikuwa hakuna mtu mwingine mwenye kuweza hiyo kazi ila ni wewe peke yako. Anasema leteni lile taji. Leteni lile taji kwa ajili ya mjoli wangu huyu. Leteni lile taji kwa ajili ya huyu mama. Leteni lile taji kwa ajili ya huyu baba. Leteni lile taji kwa ajili ya huyu mtoto. Fanya kwa furaha. Na uone ule mzigo wa familia anayeweza ni wewe peke yako. Amen. Hakuna mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukitukanwa usirudi nyuma, endelea kuomba. Endelea kukazana. Wakiwasema watoto wako usirudi nyuma. Usipate muda kushindana na mtu na kugombana na mtu. Huo muda kushindana na mtu na kugombana na mtu ungefunga na kuomba na Mungu angeleta mabadiliko. Usikae kubishana na mtu. Usikae barazani pamoja mzaha. Kazana, ombea familia. Jambo jipya linakuja. Alfajiri mpya inatokea kesho. Asubuhi yako inakuja kesho. Asubuhi yako imekaribia. Kwa leo watu wataelewa. Kwa leo watu wataelewa. Yesu wakati anateswa amebeba msalaba, wanamchapa mijeledi, wanamtemea mate na kumsema kila neno
neno baya, yeye alivumilia kijua haya ni ya muda tu. Alipokufa msalabani, shetani na wachawi na waganga wakasema tumemweza. Siku ya tatu akanyanyuka akasema nisikilizeni, mamlaka yote nimepewa hapa duniani na mbinguni kuanzia leo. Mimi sio yule aliyemtendea mate, mimi sio yule mliyempiga mjeledi, mimi ni mwingine leo. Wale wanaokusengenya ni kwa kitambo mama. Wale wanaoitukana familia yako ni kwa kitambo tu. Na hata dumu mambo haya milele. Ila ni wewe tu ujue cha kusimamia. Ni wewe ujue tu cha kufanya. Ya bebe kwa muda. Maana iko siku utawatafutia maadui, hutawaona tena. Na saa hii watasema hakika mtu huyu ana Mungu. Ila kwa sasa hawataona Mungu. Watakuona kama mtu aliyepotea. Watakuona kama mtu aliyepoteza direction. Watakuona kama mtu anayekimbia kila mahali kwenda kwenye maombi. Hivi huyu mama kila siku anaenda kwenye maombi amekosa kitu cha kufanya. Wasubiri kitambo kidogo. Mimi nakwambia mama aliyejifunga mjamzito, hiyo tabu yake ni kwa miezi 9 peke yake. Anaweza kashindwa kula wali leo. Anaweza kashindwa kula ugali leo. Anaweza kashindwa kula nyama leo. Lakini baada ya miezi 9 linaenda kutokea jambo jipya. Mungu atendee katika jina la Yesu. Hiyo tabu sio ya kudumu. Sema amina. Wanaweza wakasema mengi. Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Wanaweza wakasema mengi, wanaweza wakakutukana, lakini matukano hayo sio ya milele. Ni ya kitambo kidogo tu. Ile familia yako wanaiona ni duni sana kila mahali. Wanaona kama Mungu kaitupa. Acha nikwambie, Mungu hajaitupa hiyo familia. Ni kitambo kidogo tu. Come on. Mungu akutendee baba, Mungu akutendee. Ni kitambo kidogo tu. Watu wanaona Mungu kaisahau, wanasema huyu baba Mungu amemwacha. Wanasema huyu mama Mungu amemwacha. Sikiliza nikwambie, alfajiri yako inakuja. Mungu akutendee baba. Alfajiri yako inakuja na mashabiki watakaopiga vigelegele na kuruka ni wale waliokutukana. Kanuni ya Mungu ndio hivyo inavyokwenda. Wale waliokusema ndio wanakuja kusema huyu hakika ana Mungu. Wale waliokutukana ndio wanakuja kuwa marafiki zako. Wala usipate shida. Usiweke kidogo moyoni mwako. Na yule ambaye anayekusema vibaya leo, kesho atakuja kiomba maji, mpe maji. Kesho atakuja kiomba soda, mpe soda. Kesho atakuja kiomba chakula, mpe chakula. Maana wema wako utasababisha Mungu atende. Mungu atende katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Kubali kukinywa hicho kikombe sasa. Hicho kikombe sio cha kudumu. Sema amina. Unajua mtu mgonjwa akipewa dawa au wakati anachomwa sindano anasikia kama maumivu, lakini yule anayemhudumia naye eti anakuchoma sindano alafu anakuambia pole, wakati yeye mwenyewe ndio kakuumiza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu jambo hilo sio la kudumu. Hebu sema matatizo sio jambo la kudumu. Nakwambia ni wewe uamue sasa hivi. Ile familia itabadilika kabisa kuanzia leo kwa uamuzi wa mtu mmoja. Ambaye ni wewe hapo. Hamua unataka jengo la namna gani? Ile nyumba ambazo wanakusumbua nazo majirani sio nyumba. Sema nataka gorofa hapa na Mungu atamwimba mtoto wangu mmoja atajenga gorofa na mimi watakuja kunisalimia pale gorofa. Hawatakuja kwenye nyumba ya vyumba viwili, hawatakuja kwenye nyumba ya vyumba vitatu, ni gorofa. Mungu atende kwako mama. Mungu atende kwako mama. Mungu atende kwako mama. Mungu atende kwako mama. Mungu atende paka mfurahi. Siku moja nikiona pita hata njiani, nisikie mtu ananiambia mtumishi ile jambo lililosema limekuwa. Haleluya. Mimi nina kazi moja tu, kupambana na adui anayekusumbua. Alafu mimi nimwandalie Bwana kanisa lililo tayari. Kwamba walikuwa wameonewa niwaambia atoka hapo hapa. Umeonewa hapo toka hapa, msubiri Bwana Yesu aje kukute hapa. Ulikuwa una nyumba choka kwenye nyumba yako ukimsubiri Bwana Yesu. Ulikuwa usikii wamekuloga, anza kusikia kuanzia leo. Ulikuwa una uzao, anza pokea uzao kuanzia leo. Yesu aje akukute ukiwa na watoto. Yesu akukute ukiwa unasikia. Haleluya. Kwa hiyo nchi ikaambiwa iandike habari za mtu. Sasa watoto wamekuja kuzaliwa, hawajui nini kilitokea huko nyuma. Kumbe kuna sheria ya katazo inafanya kazi kwenye ardhi. Sasa huyo mtu unakuta akifungua biashara haiendi. Akijaribu kufuga mifugo inakufa. Akilima shamba alizaa. Watu wakae kwenye mji, yani kila anayeolewa
Yaani wameolewa alafu bahati mbaya hata wale wanaomcha Mungu sasa, wale wa Kristo. Kama wako kwenye katazo la namna hiyo, wakiolewa kwenye mji, si ameokoka na mwanaume ameokoka, wanaishi kwa imani, wanasema Bwana atafanya kweli, hata kama ni kulala chini na rizika kabisa, maadamu Mungu yuko pamoja nasi. Lakini kuna saa itafika, kwa sababu sheria iliyoko kwenye Mungu roho kuwa inasimama, inaleta vurugu, inavuruga. Kuna saa utamsikia akisema nasikia kuondoka, nataka kwenda kwetu, na mjagombana. Hakuna mtu aliyemsemesha mwenzake. Mnakula mlenda kwa pamoja, mnakula dagaa kwa pamoja, mpo nyumbani kila siku, lakini kuna saa atasema nataka kwenda kwetu, kwa sababu kuna sheria ya katazo kwenye ulimwengu wa roho kwamba wanawali kwenye mji wasidumu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Nitasimama kutengeneza kila mahali palipoharibika kwa msaada wa Bwana. Hebu sema mimi ndio kuhani ambaye Mungu amenipaka mafuta ili nisimame kwenye familia. Hebu sema pale nilipo sipo kwa bahati mbaya, nipo kwa mpango maalum wa Mungu. Sasa wache kulia wanalialiaga. Nasikia jamani, mimi Mungu jamani anionee huruma. Utakunywa hicho kikombe mpaka umalize. Ili wakombolewe wengi. Sema amina. Sema amina. Ukisema Mungu basi naomba unihurumie jamani, unitoe hapa, akikutoa hao wanaotakiwa wapone kupitia wewe hawatapona. Kwa hiyo unatakiwa uende ili ufike kwenye ushindi. Pale kwenye ushindi ndipo unaposhangilia na kurukaruka. Unaona watoto wamefika chuo kikuu kwenye mji mzima, kwenye ukoo hakuna waliofika chuo kikuu, wote walishia darasa la 7, walishia form 4. Maana kuna sheria katazo kwenye ulimwengu roho, lakini unapoiondoa wale wako watakuwa wa kwanza kufika chuo kikuu. Amen. Hebu kila sheria katazo iliyowekwa kwenye ulimwengu wa roho kuzuia familia yangu, naanza kusimama kinyume nayo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naanza kwenda kinyume nayo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sasa hiyo inaweza ikawa ni sheria juu ya mtu, lakini kuna sheria juu ya mji. Hebu sema sheria ya katazo juu ya mji. Okay, hapa sasa namba 2 ni sheria inayofanya kazi ya kutawala eneo. Sheria inayofanya kazi ya kutawala eneo. Kuna eneo ambalo ukikaa ukifanyia biashara unapenya sana. Kuna eneo ambalo ukienda kufungua biashara lazima ufilisike hata kama una upako kiasi gani. Kwa sababu kuna sheria ya katazo usioijua wewe inaoperate kwenye mji. Na mkae kwa ufahamu, usifikiri kwa kuwa umeokoka ukienda kulala kwenye makaburi, ukaenda kuweka kitanda juu ya makaburi ukalala, utaota mbinguni. Bwana asifiwe sana. Unasema mimi nina upako sana, nimeokoka, ngoja mimi nikalale pale makaburini. Utaota tu watu waliokufa wanakukimbiza. Hata kama una upako kiasi gani, hata kama una neema ya Mungu kiasi gani, kwa sababu upo kwenye eneo ambalo sio sahihi. Okay, hebu tuangalie kitabu cha Yoshua. Sheria inayofanya kazi kutawala eneo. Yoshua ile sura 6. Kitabu cha Yoshua mwana wa Nuni ile sura ya 6. Yoshua sura ya 6 na ule mstari wa 26 hadi 27. Angalia sheria iliyowekwa. Na mtu ametamka ikawa inaishi. Biblia inasema naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akisema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Haleluya. Amen.
Sasa huyu ni Yoshua ameweka sheria. Mji wa Yeriko ulikuwa ni mji mgumu sana, uliwatesa wana wa Israeli. Na ule mji ulikuwa umefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Waliufunga watu wa Yeriko mji ule kwamba wana wa Israeli wakifika pale wasifanikiwe. Hawa watu wa Yeriko tunawafananisha sana na wachawi na waganga wanaofunga maisha ya watu, wanaofunga watoto wa watu wasifaulu, wanaofunga watoto wa watu wasioe na kuolewa, na wanaofunga wakina mama wasizae watoto kwenye miji fulani. Ikawekwa sheria katazo. Sasa Yoshua alipopewa maarifa ya namna kuondoa ule ukuta, aliambiwa auzunguke siku 7 na makuhani, na siku ya 7 wapige tarumbeta na huo mji utaanguka. Walipofanya hivyo ule mji ukaanguka. Sasa Yoshua alipoona jinsi ule mji ulivyowatesa, akawaapisha watu akasema, alaaniwe mbele za Bwana mtu yoyote atakayeinuka kujenga ukuta wa Yeriko kama huu. Haleluya. Amen. Haleluya. Na watu waliokuwa kwenye mji wakakubaliana na kiapo kile kwamba huyo mtu atakayeinuka kuanza kujenga huo mji lazima aweke msingi. Yaani wakati anapoanza kujenga tu amechimba msingi, akatandika mawe, mtoto wake wa kwanza wa kiume afe. Na asiposikia akaendelea kujenga, akimaliza wakati anasitisha milango, mtoto wake wa mwisho wa kiume afe. Basikia sheria inaoperate kwenye eneo hilo. Yaani mtu leo ametokea sasa, kama mimi toke Tanzania, huyo nikute viwanja pale Yeriko yanauzwa. Shingapi jamani? Shilingi 200,000. Na mimi nasema jamani, shilingi 200,000 mimi ninayo. Kumbe ule mtu una matatizo na watu wanajua kuna sheria inaoperate. Mtu akijenga pale wakati wa kwanza kuweka msingi, mtoto wa kiume wa kwanza lazima afe, na wakati anapofitisha milango, mtoto wa mwisho wa kiume anakufa. Kwa ule mji sasa, kila mtu anayetaka kuja kujenga hapo lazima afiwe na watoto wangapi? 2. Na hapo neno la Mungu linasema mstari wa 27, Bwana alikuwa pamoja na Yoshua siku zake zote, sifa zake zikaenea. Ogopa mtu ambaye yuko na Bwana. Haleluya. Akisema ni Bwana amesema. Kama vile wewe. Sema ni kama mimi tu. Sema tu ni kama mimi tu. Sasa unangoja nini? Yoshua anazungumza jambo linatokea. Mbona wewe usemi? Nyumbani kwenu unasema, Bwana ametusahau. Haja kusahau, anasubiri utamke kwa kinywa chako. Amen. 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 Pale nyumbani kwenu ungependa pajengwe nyumba ya namna gani? Hivi yale mazingira yanakuridhisha? Katika ulimwengu wa sasa unafurahia pale ile nyumba. Tena si ajabu je, wako kwenye nyumba ambayo babu alijenga. Wengine wapo kwenye nyumba ambayo baba alijenga, mpaka leo hajaweza kujenga kwake. Hii sio sawa. Kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kile kitu kwenye ulimwengu wa roho kina nguvu kuliko wewe, kuliko uwezo wako. Kwa hiyo inabidi udili nacho kwanza, ukishinde ili upende. Amen. Sema amina basi. Amen. Na nakwambia leo nafanya maombi na wewe ulioko hapa kwa dakika 5 tu. Ukitoka hapa utakuja kuniambia, utakuja kutoa ushuhuda tu. Hakika Bwana alinisaidia. Nilipokanyaga kwenye ile madhabahu, nilikutana na neno, na lilo neno limenifungua, limenisaidia. Nimemuona Bwana. Nisikilize vizuri. Kuna watu wanazuiliwa kwenye nyumba zao, watu wasioe au kuolewa. Ninaona kuna mabinti walitakiwa kuolewa mpaka sasa, lakini shetani amezuia. Kuna vijana walitakiwa kuoa mpaka sasa, shetani amezuia. Nisikilize, habari hii naitamka sasa hivi na inaenda kutokea mwaka huu. Sema amina. Mjitayarishe kwa ajili ya harusi. Sema amina. Mjitayarishe kwa ajili ya harusi. Kila nyumba itapata heshima ambayo shetani amezuia. Ninatamka huo mlango umeondoka, hicho kizuizi kimeondoka, na mlango mpya wa Mungu umetokea. Watoke, naona mabinti wakitoka na shela, naona mabwana harusi wakitoka, wamevaa mavazi ya thamani, na binti wamejipamba kwa ajili ya kwenda kwenye ndoa zao. Haleluya. Mimi hapa ndio Yoshua. Leo nikitamka inaondoka kwa jina la Yesu. Na wewe ni Yoshua msaidizi. Sema amina. Wewe unielewe. Mimi ni Yoshua na wewe ni Yoshua msaidizi. Ukiwa pale nyumbani kwako, wewe ndio Yoshua halisi pale nyumbani kwako. Lakini hapa mimi ni Yoshua na wewe ni Yoshua
Yoshua msaidizi wako. Au mimi ndio Musa na wewe ni Yoshua. Sema amina. Kazi inapigwa, shetani aondoke na familia ikae salama kwa jina la Yesu. Kuna nyumbani kwenu alishatokea mtu amefika chuo kikuu. Kwa nini hajafika? Kwa nini? Na waliofika wamefika kwa mateso. Kwa nini mkifuga mifugo inakufa tu? Kwa nini ukifuga biashara inafilisika tu? Kwa nini kila kitu unachotaka kukifanya kiendi? Kuna shida. Sikiliza. Musa alipokutana na bahari, Mungu alimpa ufunuo wa kufanya. Akanyosha fimbo, bahari ikagawanyika. Wakapita. Walipofika mahali ambapo hakuna chakula, Musa alipewa ramani. Maana ilikuja jangwani kwa miaka 40 wanakula tu. Walipofika mahali wakatamani kula nyama na hakuna uwezekano, Musa alipewa uwezo wa kufanya upepo ulete kware kutoka mbali kuwaleta katika kambi ya Israeli. Walipofika mahali wakaona kiu, Musa alipewa ufunuo wa kutoa maji kwenye mwamba. Na kuambia huu ni ufunuo wa kuleta mabadiliko kwenye familia yako. Ni ufunuo wa kuleta baraka mpya kwenye familia yako. Ni ufunuo wa kukomesha mateso na matatizo kwenye familia. Inawezekana wengine wamefika hapa leo tu, lakini what can I give you? Nachoweza kukupa wewe kama zawadi ni kile Mungu anachotaka upewe. Pokea neema kwa ajili ya familia. Kinywa chako kibebe mamlaka bila kujali dini yako wala dhehebu yako. Ukitamka jambo pale kwenye familia litokee kuanzia leo kwa jina la Yesu. Okay. Nini kimetokea? Kuweka sheria. Je, ilikuja kutokea jambo? Nataka kuambia sheria ulimwengu wa roho huwa expire. Aliyeua mtu, sheria ni moja. Hashtakiwi na ndugu. Wewe kama mtu amemuua ndugu yako, wala usihangaike. Iko jamhuri itamshtaki. Sema amina. Amen. Yaani sheria ni moja tu. Atapelekwa mbele ya sheria, atasomewa makosa yake, atatupwa gerezani. Amen. Amen. Sasa sheria zilizowekwa kiroho zina operate, ziko hai, zinafanya kazi, ziko hai. Lakini habari njema ni kama wewe una sheria yote inakuzuia, leo itaenda kukuachilia. Hebu tuangalie, ilipita miaka 600 baada ya Yoshua kutamka maneno haya kwamba atakayejenga Yeriko tena afiwe na mtoto wake wa kwanza wa kiume, na anapofitisha milango afe mtoto wake wa kiume wa mwisho. Mungu amempiga mapigo ya alfa na omega, mwanzo na mwisho. Sema amen. Amen. Wafalme wa kwanza, kitabu kile cha Wafalme, tuangalie jambo hili lilivyoenda kutokea. Wafalme wa kwanza sura 16. Wafalme wa kwanza 16 na mstari wa 34. Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34. Maneno haya Yoshua aliyoyatamka, aliishi kwa miaka 600. Miaka 600 ni vizazi vingapi vimepita? Ni takriban vizazi 4 mpaka 5 vimepita. Alafu akaja akaibuka mtu kwenye kizazi hicho cha 5 au cha 6 akiwa hamjui hata yule babu yule aliyekuwepo nyakati hizo, hamjui. Sasa akatokea akaanza kujenga. Angalia aliyotokea. Miaka 600 imepita. Biblia inasema katika siku zake Hieli Mbetheli, huyu ni Hieli Mbetheli, hamfahamu hata Yoshua mwana wa Nuni. Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia msingi yake kwa kufiwa, akatia msingi wake kwa kufiwa na Adiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Haleluya. Yaani akafiwa na watoto wake kama Yoshua miaka 600 iliyopita alivyotamka. Hii sheria imeoperate ikitembea kwenye vizazi mpaka hapo kwa Hieli Mbetheli, ambaye anajenga mji na hajui historia ya kule nyuma. Hajui yeye anakosa gani. Anajenga mji, anataka kujenga mji, anashangaa mtoto wa kwanza anakufa wakati anafikitisha
anabisha milango, anafiwa na mtoto wa pili ambaye ni mtoto wake wa mwisho. Okay. Kila tatizo unaloliona pale kwenye familia lina chanzo. Hakuna tatizo lipo kwa bahati mbaya. Ukiona watu ni walevi sana, lina chanzo tatizo hili. Ukiona watu hawawezi kuendeleza familia, wakipata pesa ni kwenda kula starehe mpaka pesa ziishi, kuna chanzo cha hili tatizo. Hili tatizo halipo kwa bahati mbaya, na mtu wa kulikomesha ni wewe, ambaye ni Yoshua msaidizi mnakuita. Sema amina. Wewe ndio utakayesema jambo hili ni mwisho, na litakuwa mwisho. Haleluya. Haleluya. Kuna watu walienda kufungua biashara maeneo ambayo hawakutakiwa kufungua biashara. Kuna watu walijenga nyumba maeneo ambayo hawakutakiwa kujenga nyumba. Ndio maana usikilize vizuri. Ndio maana unaonaga wakati naongea na watu, naweza kuongea na mtu nikamwambia hama kwenye nyumba unaoishi. Mtu ameenda kupangisha nyumba mahali ambapo hapatakiwi kukaa, na wote wanaokaa kwenye hiyo nyumba wanafilisika. Wote wanaenda kwenye hiyo nyumba wakiwa na uchumi mzuri, wakishafika kwenye hiyo nyumba maisha yanaanza kudorora. Aliyejenga nyumba alijenga kwa misingi gani? Hiyo nyumba ni sawa, ni ya biashara na unalipa kodi. Aliyejenga alijenga kwa misingi gani? Isije ikawa labda alifanya kazi ya kuua mtu, ile fedha ndio akaja akatumia kujenga nyumba, ile damu inalia kwenye nyumba, haijalishi ndani anakaa. Unakuta kwamba fedha kamdhulumu mtu, akaja akajengea nyumba, wewe unakaa kwenye hiyo nyumba, hautaendelea. Maana ile ni haki ya mtu, inapiga kelele mbele za Bwana, hautapata mafanikio. Unashangaa, unafungua biashara hii, unabadilisha, unaweka biashara nyingine, inakufa, unabadilisha, unaweka biashara nyingine, unafilisika. Kimbia kwenye hiyo nyumba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Inaweza ikawa itoshi, labda hebu ngoja nikupe andiko lingine. Inawezekana labda hiyo itoshi. Twende kwenye Matendo ya Mitume, Agano Jipya. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 20, neno la Bwana linasema, basi mtu huyu alinunua konde. Konde ni ardhi. Ni kwa sentence ya verse tunasema, basi mtu huyu alinunua shamba kwa ijara ya udhalimu, yani kwa mshahara wa kudhulumu au wa udhalimu. Akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote akatoka. Ikajulikana, watu wote wakao Yerusalemu, hata konde lile ilijulikana na watu wote wakao Yerusalemu, na hata ile ardhi ikaitwa Akeldama. Akeldama maana yake ni ardhi ya damu. Haleluya. Hiyo ardhi inaitwa ardhi ya damu. Mstari wa 20, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwa ukiwa, yani pasiwe na mtu, yani kikao chake kiwa hakunaga mtu, ukiwa. Hilo shamba hilo limeandikiwa hakuna mtu kukaa, ni shamba la ukiwa, wala siwepo mtu mwenye kukaa humo tena, usimamizi wake autoae mwingine. Aliyedhulumu akanunua shamba, akajenga nyumba, yeye hataishi, hatafanikiwa kwenye nyumba, lakini akipangishia pia watu wakija hawatafanikiwa, kwa sababu ile nyumba inalia. Ni haki ya mtu, ni jasho la mtu, inalia, na yule anayekaa ndani yake hafanikiwi. Sasa anasema asiwepo mtu wa kukaa humo, na tena usimamizi wa hiyo shamba apewe mwingine. Hii ni hasara.